Wayambaghi lilmu'takif, inampasa yule ambaye atajitolea muhanga akaamua kukaa i'tikafu kwenye 10 la mwisho, ayashtaghila bikathrati libada, ajishughulishe katika kufanya ibada kwa wingi, wa dhikri wa qiraati alquran, na kumkumbuka Allah na kuisoma Qur'an, wa tadabburi maanihi, na akiwa anasoma awe anazingatia maana ya Qur'an. Wengi tunaposoma Qur'an tunasoma ni kama mfano wa nyimbo, kama mfano wa kitu kingine ambacho hakina maana. Kwa nini watu hawazingatii maana ya Qur'an? Lau kama watu wanazingatia maana hii ya Qur'an, wallahi watu wengesimama imara kwenye ibada ya Allah jalla fi'ala. Lakini hii pia inapelekewa na kitu gani? Wengi utakuta wamehifadhi Qur'an lakini hawana elimu ya Qur'an, hawafahamu maana ya Qur'an. Ndiyo maana wakati mwingine unaweza kumuona imamu yaqra'u al-Qur'ana bisautin jamilin wa ladhibin, anasoma kwa sauti tamu ambayo ni nzuri, inafikia mahala kuna ayat zinataja mambo mazito, mambo ya siku ya Kiyama, mambo ya Jahannam. Imamu anabubujikwa na machozi, lakini ambaye yuko nyuma hata jicho halimlengi machozi. Ni kwa nini? Hafahamu maana ya Qur'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.